Hujambo na karibu katika jambo la leo, ikiwa ni Oktoba 17, 2025. Pasi na shaka ni mzima wa afya, nasi tuko vizuri vipo hivyo. Langu jina ni Mina Yusuf. Nami ni Esther Chilato. Kwa muhtasari ni haya tulionayo jioni ya leo. Jambo la leo. Hapa tulimjua kwa majina tofauti. Agwambo, Jacob, Tinga, lakini kama Wakenya kutoka kona zote tulimjua na tukamheshimu kama baba. Kima cha chini cha mshahara kimeongezeka kwa wastani wa 33.4 kutoka shilingi 2,275,060. Mwalimu Benge ameongeza kitu kikubwa na ametupa mbinu ambazo za mashindano ya kimataifa kabisa. Ndio maana mpaka tumefikia hatua hii ambayo hatujawahi kufika tangu klabu ianzishwe. Jambo la leo. Unaweza kufuatilia jambo la leo kupitia tovuti yetu kwa kuandika www.jambofm.co.tz. Rais wa Kenya William Ruto ametuma salamu za rambirambi kwa Wakenya kutokana na kifo cha waziri mkuu wa zamani na kiongozi wa upinzani hayati Raila Odinga, akiahidi kuwa ataendelea kuwa mwaminifu kwa makubaliano yao kuhusu mustakabali wa taifa hilo. Katika salamu zake mapema leo Ijumaa, wakati wa shughuli ya kitaifa ya kuaga mwili wa Raila iliyofanyika katika uwanja wa Nyayo, Rais Ruto ameeleza huzuni yake kutokana na kifo cha Raila, akimtaja kama kiongozi aliyekuwa na mchango mkubwa katika ujenzi wa demokrasia ya Kenya. Kupitia ujumbe wake alioandika kwenye kitabu cha maombolezo katika majengo ya bunge la Kenya, Rais Ruto amemwelezea Odinga kama roho ya demokrasia ya Kenya na mzalendo wa kweli ambaye kujitolea kwake kutabaki kuwa alama ya uzalendo kwa taifa daima. Naye Rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema kuwa hayati Raila Odinga alikuwa baba wa taifa kutokana na mapenzi yake makubwa kwa Kenya na kujitolea kwake katika kulinda misingi ya haki, umoja na demokrasia. Aidha ameeleza kuwa Raila alipendwa kwa sababu ya maono yake, fikra zake na matendo yake, na si kwa sababu kabila au rangi yake, na kusisitiza kuwa historia ya Kenya haiwezi kuandikwa bila jina lake. Tuko hapa pamoja kama Wakenya kusherehekea maisha ya Mkenya mwenzetu, kiongozi, rafiki yangu, lakini mimi nilimpenda kama ndugu yangu, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Vile tumeambiwa hapa, tulimjua kwa majina tofauti. Agwambo, Jacob, Tinga, lakini kama Wakenya kutoka kona zote tulimjua na tukamheshimu kama baba, na tulimuita baba kwa sababu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alipenda nchi yake Kenya kuliko kitu kingine chochote. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa baba wa wote, hakuwa na ukabila, na alipenda nchi na wananchi wa Kenya wote. Na testamenti hiyo yaoneshwa na marafiki tofauti. Odinga alifariki dunia Oktoba 15, 2025 akiwa na umri wa miaka 80 alipokuwa akipata matibabu nchini India, na kutarajiwa kupumzishwa leo baada ya zoezi la kitaifa la kuaga mwili wake. Tuendelee kumwombea na tupo pamoja na ndugu zetu wa Kenya kabisa wakati huu mgumu. Tulitoa jambo hilo Kenya, tulipeleke Geita. Taarifa iliyoandaliwa na Ibrahim Rojala kutoka mkoani Geita na kukutanisha na Chanuo Esther John, mkazi wa mtaa wa Mission Manispaa Geita, ambaye licha ya kupata ulemavu utotoni baada ya kuugua polio, kupoteza wazazi na mume aliyemtelekeza baada ya kujifungua, aliamua kuchagua kugangamala kupitia ujasiriamali na kukumbana na changamoto kadhaa ambazo hata hivyo hazikumkatisha tamaa kupambania ndoto zake ambazo anaziamini.
Katika wakati huu ambao maisha si rahisi kwa wengi, nimebahatika kukutana na Esther John, mwanamke jasiri aliyeamua kupambania maisha licha ya changamoto kubwa alizokumbana nazo tangu utotoni. Ili kuweza kupata ukweli wa mambo, nimelazimika kufika nyumbani kwake ambapo ananikaribisha kwa tabasamu huku akiwa na mdogo wake aliye pembeni yake. Na hapo napata nafasi ya kuzungumza naye kuhusiana na yale aliyoyapitia katika maisha yake. Hata ugonjwa wa polio nikiwa mdogo, nilienda nikawa nimechomwa sindano, nilipochomwa sindano ikanipelekea kwa hivi. Kwanza namshukuru Mungu, kipindi hicho wazazi wangu walikuwepo, walinihangaikia sana. Ilikuwa inafika mimi mpaka nachimbiwa shimo, ninawekwa mle kwenye shimo na nifikia na udongo ili miguu ifanyaje itengemai. Mimi nilijifungua kwa operation. Nimejifungua kama leo, baba yangu akafa kesho yake. Yaani mimi nimefanya operation na kuja kutamaki, na baba yako alishazikwa mfanyaje. Ile raha tu ya kupata mjukuu, kwa sababu sisi tulikuwa watoto wanne. Wawili yote walikufa bila kuzaa, na huyu kaka yangu aliyokuwa hajazaa, ila mimi ndio nilizaa. Pamoja na changamoto kadha wa kadha alizopitia katika maisha, Esther alichagua njia iliyo bora ya kujikita katika ujasiriamali ambao ulimpa changamoto kadhaa kabla ya kufikia mafanikio. Nilianza kuuza viatu, nikawa natembeza, na yenyewe ikawa ni changamoto. Mtu akikopa kulipa, akikusikia labda unakuja kwa basketi anakimbia, kulipa ikawa ni changamoto sana. Nikatoka hapo nikaanza kuuza madila. Madila na yenyewe yakawa ni hivyo, mtu anakopa, akikopa anaenda mazima. Nilikuwa nadhulumiwa. Nakumbuka kuna siku kuna dada mmoja nilivyomkopesha, alivyoniona nilivyoenda kumdai, akaanza kunitolea kashfa, akaniambia sitakupa hiyo hela, na kweli hakuinipa. Na alichukua madila mawili ambayo ni shilingi 50,000. Sasa mimi na familia, mimi ndio baba, mimi ndio mama. Hiyo biashara inatakiwa nilipe kodi ya nyumba. Kuna kipindi wakati ndio naanza maisha, nilienda dukani nilienda kununua godoro. Huyo mwenye duka alivyoniona akawa amekimbia. Hasa kuna baba mmoja, yeye akawa ananifahamu. Nikamwambia sasa, mbona huyu mwenzeru ananikimbia, anajua kwamba anakuja kuomba. Yule baba akanitia moyo, akamwambia achana naye. Tukafanya naye mahesabu, nikampa hela. Kwa baadaye yule ndiye akawa ametokeza akasema kumbe nimeacha hela. Ndio yule akamwambia, wewe usizanie kila mlemavu anaomba. Esther, kama ilivyo asili ya jina hili, amejaliwa moyo wa huruma, na hapa huyu ni mmoja kati ya wale ambao huruma ya Esther iliweza kuwabadilishia maisha. Mimi naitwa Suzana Paulo Saidi, mkaaji wa hapa Geita mjini. Watu wamehitaji maramo wako wengi, lakini anaoshikamana na mimi ni Madam Esther. Mungu amlinde, na Mwenyezi Mungu amfungulie baraka, na awe na moyo wa hivi. Hata kama nakutana na wenzangu wako hivyo, aendelee kuwa na moyo wa hivi. Chano Esther anatueleza dhamira na mipango yake alionayo katika mwaka ujao wa 2026. Ifikapo 2026, yani nipate sehemu nijenge. Yani mimi siku zote hata ninapolala namwambia Mwenyezi Mungu anisaidie nipate sehemu yangu, nikae na watu wanaonizunguka kama hawa ndugu zangu mimi nao. Hata nikifikaga pale wale watoto wa mitaani ninavyowaona, yani mimi huwa naumia kama mzazi, huwa naumia sana. Yani hapo siku zote namwambia Mwenyezi Mungu, naomba anifungulie njia, anifungulie baraka. Safari ya Esther ni ushuhuda kuwa ulemavu si mwisho wa ndoto. Ni mfano wa kuigwa kwa wanawake na watu wenye ulemavu kwa jamii nzima ya Tanzania. Kutoka hapa 106.9 Jambo FM mkoani Geita, mimi ni Ibrahim Rojella. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia vijana, ajira na wenye ulemavu, Ridhiwani Kikwete, ametangaza rasmi kupanda kwa kima cha chini cha mshahara katika sekta binafsi kwa wastani wa 33.4 kutoka shilingi 275,060 hadi shilingi 358,322. Tangazo hilo amesema limetolewa kupitia gazeti la serikali namba 605A la tarehe 13 Oktoba 2025, likieleza kuwa viwango hivyo vipya vitaanza kutumika rasmi Januari 1, 2026. Kima cha chini cha mshahara kimeongezeka kwa wastani wa 33.4 kutoka shilingi 275,060. Amri ya kima cha chini cha mshahara imegusa sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya kilimo, sekta ya afya, sekta ya mawasiliano, sekta ya usafirishaji, sekta ya hoteli, sekta ya madini, biashara na viwanda, shule binafsi, huduma za ulinzi binafsi, nishati, uvuvi, huduma za baharini, michezo, utamaduni pamoja na huduma nyinginezo. Aidha, kwa mujibu wa amri hiyo, kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi kitaanza kutumika rasmi tarehe 1 Januari mwaka 2026.
Ridhiwani amesema kiwango hicho kipya kimepangwa kwa kuzingatia vigezo vya shirika la kazi duniani pamoja na viwango vya kitaifa vilivyoainishwa kupitia sheria ya taasisi za kazi. Miongoni mwa vigezo hivyo ni uwezo wa waajiri kulipa kupanda kwa gharama za maisha, tija katika biashara pamoja na dira ya maendeleo ya taifa katika kukuza uchumi na ajira zenye staha. Aidha, waziri amewataka waajiri wote katika sekta binafsi kuhakikisha wanazingatia na kutekeleza viwango hivyo vipya kwa kuwa ni tako la kisheria, akionya kuwa serikali haitasita kuchukulia hatua kwa watakaokaidi na kuongeza kuwa ofisi yake itaendelea kufuatilia kwa ukaribu utekelezaji wa amri hiyo, kutoa elimu kwa waajiri na wafanyakazi pamoja na kufanya tathmini za mara kwa mara ili kuhakikisha utekelezaji wake unafanyika kikamilifu. Kiongozi wa mapinduzi wa Madagascar Kanali Michael Randrianirina ameapishwa leo kuwa rais wa nchi hiyo, ikiwa ni baada ya jeshi kuchukua mamlaka katika taifa hilo la kisiwa mapema wiki hii kufuatia maandamano yaliyoongozwa na vijana ambayo yalimlazimu Rais Andry Rajoelina kukimbia nchi. Rajoelina ambaye wabunge walimtimua baada ya kutorokea nje ya nchi mwishoni mwa juma, amelaani unyakuzi huo na kukataa kuachia madaraka licha ya uasi mkubwa katika vikosi vya usalama. Hata hivyo, Umoja wa Afrika na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wamelaani mapinduzi hayo yaliyotokea baada ya wiki kadhaa za maandamano ya vijana wa taifa hilo la Madagascar. Na jimbo la michezo, kiungo mshambuliaji wa Azam FC Faisal Salum Feitoto amesema kufundishwa na kocha Kongomani Florent Ibenge ni hatua kubwa kwa timu hiyo kufikia malengo iliyojiwekea hasa katika michuano ya kimataifa. Nyota huyo amezungumza hayo wakati kikosi cha Azam kikabiliwa na mechi ya kwanza ya raundi ya pili ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya KMK itakayopigwa kesho saa 10:15 jioni kwenye uwanja wa New Amani Zanzibar. Akiizungumzia KMK, Feitoto amesema anaamini itakuwa ni mechi ngumu kwa pande zote kutokana na timu hizo kujuana vyema kwani zimeshakutana katika michuano mbalimbali. Mwalimu Ibenge ameongeza kitu kikubwa na ametupa mbinu ambazo za mashindano ya kimataifa kabisa. Ndio maana mpaka ukafikia hatua tumefikia hatua hii ambayo hatujawahi kufika tangu klabu ianzishwe. Na imani kwa kupitia mazoezi ya leo tutaenda kufuata mbinu zake ili tuvuke group stage, ili tuweke historia pamoja na yeye. Kwa hiyo tunafurahi na tunasikia faraja kuwa naye. Kwa niaba ya wachezaji, sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kupitia mchezo wa kesho. Tumeendelea kufuata maelekezo ya walimu katika uwanja wa mazoezi. Leo mazoezi yetu ya mwisho ili kujiandaa katika mchezo wa kesho ili tukamilishe mchezo kwa zidi ya KMK. Tunaheshimu na timu nzuri, wana wachezaji wazuri na mpaka wamefikia hatua hii basi wana timu bora. Sisi kama wachezaji tutaenda kuwaheshimu ili kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Hapa ni nyumbani na mimi kama mchezaji nitashirikiana na wachezaji wenzangu ili kuonesha kitu na kuivusha Azam FC katika kuingiza katika group stage. Na sisi kama wachezaji tunalijua hilo na kiu yetu kubwa kwenda kuivusha Azam FC katika group stage, hakuna kitu kingine. Kwa hiyo tumekuja kufuata matokeo katika ardhi ya nyumbani ili kuondoka na pointi 3. Lakini focus yetu kubwa kama wachezaji ni mchezo wa kesho, kwa sababu tunapopambana kesho kupata matokeo ugenini, tunajua jinsi gani kwenda nyumbani ili kuimaliza mechi. Kuna mchezo ulikuwa unaendelea mimi. Yes, Fountain Gate walikuwa wanacheza dhidi ya Dodoma Jiji na Fountain ndo mchezo wao wa kwanza katika mechi 3 zilizopita. Leo ni mechi ya 4 na ndo wamepata alama 3 za kwanza leo. Safi. Yes, na Pamba Jiji pia leo wameshinda mchezo wao wa kwanza kwenye ligi kuu. Ukisema Pamba Jiji kuna kitu kinaingia kichwani. Ipi? Paka leo naulizwa juisi ya Pamba iko wapi? Shukrani kwa kuungana nasi katika jambo la leo Oktoba 17 mwaka 2025. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Esther Chilato. Mimi ni Mina Yesu. Uwe na jioni njema.